tufunge hapa. Licha ya Simba kuweza kuskoma magoli mawili katika mechi zake 3, Simba inapata matokeo ya ushindi. Kitu kizuri sana. Lakini why ni idadi ndogo sana ya magoli tofauti na Yanga? Ni kwamba Yanga ni bora kuliko Simba. Shida ndio inapoanzia hapo kulinganisha sasa. Mimi binafsi kwa Simba hayo magoli ambao wanafunga mawili yana umuhimu na naona yanatosha kabisa kwa situation walikuwa wanakutana nayo kwenye hiyo michezo na aina ya michezo yenyewe. Ni kwamba walikuwa wanaonewa na situation au maanisha nini? Kwa sababu mechi zote 3 walizocheza Simba walikuwa wanapata red card. Umeelewa? Ni makosa ya wachezaji. Kwa hiyo kwa muda ule alafu na hizo situations zinatokea wakati huo wao wanaongoza. Kwa hiyo pale kikubwa ni kulinda sasa ule ushindi ambao mmeupata. Umeelewa? Na kingine aina ya hizo game walizocheza. Simba wamecheza mechi zote 3, kwangu mimi ni moja ya mechi ngumu sana ambazo Simba wamecheza kwenye ratiba. Alafu Simba michezo yao yote kumbukwe pia wamecheza away. Tunajua mara nyingi kwenye ligi yetu sisi viwanja vya away vinakuwaga vigumu kuliko ukicheza home ground. Ndio kila siku sisi tunamsema hivi Simba na Yanga kuna ugeni wa nchi. Yani wanakuwa yani hawana ugeni huo kwenye washabiki, lakini Kaitaba situation ya viwanja Mwigulu Complex Kapeti. Ondoa nini pale? CCM Kirumba. Away siku zote away tu. Yani hata ukiangalia kwa mfano hata hiyo Yanga mechi inachezwa wapi? Si Meja Isamuyo. Ndo nasemea hizo mechi 3 ambazo Ambokile ametoka kuzisema. Kwani Simba inapata faida gani kucheza Isamuyo mechi ya nyumbani? Home ground siku zote kwenye mpira huaga inakuwa inakufavor. Ipo hivyo duniani. Kinachobadilisha ni kitu gani? Kwa mfano Simba na Yanga, kinachobadilisha leo Simba anaweza akacheza KMC, kesho anatumia uwanja Uhuru, kesho kutwa anakwambia nyumbani uwanja wake nyumbani ni Meja Isamuyo. Yani ugumu wa Simba away ni upi? Kwenye mpira home ground siku zote ina mata kuliko away. Yani kwa Simba na Yanga. Kwa Simba na Yanga home ground ni faida gani ambayo yani leo kwa sababu anaweza akatumia Meja Isamuyo. Kesho akaja akasema uwanja wake wa nyumbani uwanja wa Uhuru. Kesho anaweza akasema KMC. Lakini mechi anaweza akasema naipeleka Mwanza CCM Kirumba. Hapo nani anakuaje? Mechi kishakuwa wewe mwenyeji. Yani ni advantage. Una advantage tu unakuwa na ndio maana. Advantage kivipi? Nataka hapo. Na ndio maana Ambokile Yanga kacheza mechi ngapi? Ngoja jibu lako vile hizi nikupe. Yanga kacheza mechi ngapi? 3. Katika hizo mechi 3 Yanga kafunga goli ngapi? 11. KMC kafunga goli ngapi? KMC kwenye uwanja wa KMC 8 wa nyumbani. Goli 8. 9. Umeelewa? 4 5. Si ndio? Jumla ya goli 11 Yanga. Goli 8 4. Mechi aliocheza wewe ikashinda goli ngapi? 3. Uwanja gani kafunga goli chache? 3 goli chache. Simba imecheza wewe, imecheza imefunga goli 2. Mimi kwanza tu swali Ambokile. Uwanja gani? Asa yategemea kwa sababu kufunga yategemea. Kufunga sio uwanja bwana. Mimi nimeuliza swali. Mimi kwangu kufunga haitegemei kwamba uko away ama uko nyumbani. Ila inategemea na quality ya uwanja, pitch ile ambayo mnachezea ile. Yani unavyoenda kucheza CCM Kirumba, Simba je kushinda goli 4 Kirumba. So issue ya pitch tu. Yani mtu akiwa yuko nyumbani kwake anakuwa na advantage. Kwa Simba na Yanga tofauti yao wakiwa nyumbani ni kitu gani? Kwa mfano ukicheza na mtu kama Kagera, ukienda kucheza Kaitaba, Kagera ni mwenyeji wa uwanja wa Kaitaba. Sio unanielewa? Kwa hiyo yeye anaufahamu vizuri ule uwanja. Sio unanielewa? Ndio maana nasema ingekuwa Simba na kiwanja chake yeye cha kwake moja kwa moja, hapo hicho ninachozungumza. Namuuliza swali. Kagera Sugar ungekuwa katika mpira au tuseme hivi, Kagera timu ikiwa nyumbani. Kwanza ina ile saikolojia ya kwamba niko nyumbani sitaki kufungwa. Hii huwa inacheza kwa eneo kubwa. Kwa eneo la kwanza. Kwa hiyo Simba, Yanga au timu nyingine ikiwa nyumbani inapambana kwa sababu iko nyumbani, hiyo saikolojia inawajenga. Ndio maana miongoni mwa timu ngumu kucheza nazo kwao ni Coastal au Mashujaa. Hiyo saikolojia moja. Pili, wanapata nafasi ya kuongeza idadi ya mashabiki tofauti na wakisafiri kwa timu nyingine tofauti na Simba na Yanga. Lakini sasa wao unazungumzia timu, sisi tunazungumzia Simba na Yanga kwa sababu leo tulikuwa tunazungumzia mechi Simba na Yanga wakienda ugenini
kitu kinachowapa shida ni eneo la kuchezea, lakini sio mashabiki wao wanakuwa nao wengi. Hapo tuko pamoja. Kwa mfano msimu uliopita Simba ndio timu namba 1 kwa kupata alama nyingi ugenini kwenye ligi nzima, alama 38 kwenye michezo 15. Yanga ndio timu imeongoza kushinda nyumbani, imepata alama 43 kwenye possible 45. Imedraw mechi moja tu nyumbani na haijafungwa. Imeshinda mechi 14 Yanga kwenye viwanja vya nyumbani. Azam watatu. Anakuja watatu. Kwenye viwanja vya nyumbani. Azam nyumbani ugenini naye anakuja watatu. Azam nyumbani hajaruhusu goli kabisa. Na hajafungwa mechi. Ila mechi ila away mechi nyingi. Msimu mimi asi ndo tu away kwenye mechi 3 away ka draw za nyumbani zote kashinda. Mimi mkiniambia quality ya pitch nitaelewa. Lakini kwa Simba na Yanga leo Simba anaenda kucheza Sheikh Amri Abeid Karuta pale. Yaani ukimchukua Simba akacheze pale na ukimwambia chukua TRA njoo ucheze Dar es Salaam, Simba anaweza kuambia mimi naenda Karuta. Kwani makocha wengi wa kigeni wakijaga hapa, kwa mfano hata makocha tu wa hizo timu kubwa Simba na Yanga, mechi za ugenini kuna vitu gani wanalalamika? Pichi. Umeelewa? Wanakuambia huku tunapata shida eneo la kuchezea. Sio, unanielewa vizuri? Tofauti tukiwa na nyumbani. Makocha wote timu zote duniani, kwani uwanja wa Kirumba na Isamu pichi na tofauti. Uaga mechi kwa mfano tukicheza na Ahili wale si wakubwa kuliko sisi. Tunachezaga nao Benjamin. Pale nyasi safi tu na kwao nyasi safi. Wai mechi ikiwa kwa Mkapa tunasema hii mechi tuko nyumbani. Hii hatuambii. Unasemaga wewe. Sasa ile ya kwao tunasema ile kwao. Sasa hao ni nyumbani kweli na advantage ina matter. Hao ni nyumbani kweli na kule ukienda unaenda ugenini kweli. Yaani Simba ukimtoa hapa anaweza akamzidi kila kitu mwenyeji wa uwanja wa Arusha Karuta. Ni kweli. Na Simba uwanja wa Karuta sio mgeni. Simba ni ugeni. Uwanja hapo mnabishania nini kwani? Unaweza usijadili sana kwa sababu ya quality ya Simba, no? Na ndio alikuwa anasema Simba alikuwa anapata red card ndio maana nini, lakini hii mechi walifunga goli ikiwa pungufu, goli la Mpanzo ile. Kwa hiyo hii mechi ya Simba unaweza ukawaelewa Kagera, na coach alisema udogo wa timu yangu mshindwa kutumia nafasi ya Simba kwa pungufu, tumefungwa pale, manake ni quality wise. Sawa, tuende mechi ya pili. Kagera wakacheza mechi inayofuata na Geita Gold, pigwa 6-2 Geita kule. Unaona bana, ile mechi ya Geita mzani ulikuwa walicheza na Singida mechi ya pili, sare bao moja kwa bonge moja la mechi nyumbani pale, intensity hali ya juu. Kagera wakapigwa pale, wakadraw moja. So aliwafunga na yule feka akasawazisha kwa set play mwishoni. Wakatoka hapo wakaenda kucheza na Geita. Wakafungwa 6. Ndio juzi nilifanya tathmini nikasema kwenye hizi siku 9 hizi Kagera amecheza hizi mechi mbili kubwa, Singida na Simba. Wakaenda kucheza na Geita Gold na plus kusafiri, wamechoka sana. Ndio maana wameweza kufungwa, walishindwa kucheza na Geita. Geita jule onekane na charge na kimbia sio mchezo. Mechi mbili walikuwa nyumbani wanasubiri mchezo wa Kagera. Sasa tarehe 13 walicheza mechi Kagera na Simba. 16 kacheza na Singida. Kuna hii gap ya siku 3 hapa. Hizi mechi mbili ni nzito. Kwa wamechoka sababu ya mechi mbili, ile sio safari ya kwenda Geita. Ipo inaingia. Mbona jirani pale? Jirani wapi? Geita na Bukoba? Geita ukitoka Bukoba mpaka Kigoma. Saa ngapi unafikiri? Anakuuliza wewe. Pale sio mbali sana. Sio mbali sana. Lakini siku na kilomita zaidi ya 100. Zaidi ya 100 sio mbali tena. Hiyo sio sababu, ratiba sio walikuwa wanaijua. Na tulishaambiwa uchovu sajili wa 40. Uchovu kwa kusafiri upo na basi. Na siku 3 kucheza mechi mbili za Singida ni nzito. Kwa hiyo tukimpa Geita mapumziko, unaamini kwamba Kagera Kagera akipewa mapumziko atacharge, afu kama atafungwa hiyo mechi anaweza akafungwa kwa sababu nyingine, ila sio uchovu. Sasa hapo utatuhamishia tu sababu. Kwa hiyo ikifungwa leo uchovu unakuwa una sababu. Ikifungwa leo utasema uchovu. Sasa tutaangalia mechi itakavyokuwa imeenda. Sasa hapa tumeiona mechi hapa. Kumbuka Mashujaa ametoka Mbeya. Kwa mfano leo akifungwa kwa kipa kufanya makosa utasema uchovu. Sikiliza, kama Ali Salim walivyowafanyia Dodoma mechi ya Mbeya City. Angalia ruti ya Mashujaa. Mechi ya kwanza Tanga alikuwepo hapa. Sawa, wakaenda Arusha. Walitokea hapa Dar es Salaam. Ametoka Brenda Mbeya. Leo wako Kigoma. Tazama tena kwa uso wa kima. Walipumzika siku 5.
Kagera wamepumzika siku ngapi? Ilikuwa 3 4 mechi. Sasa 4 ndogo hizo 13 16 siku 4 ndogo hizo 16 bwana. Wewe unatafuta sababu tu bwana, au unaubia na kiwanja. Quality ya Bisai, quality gani ya wachezaji imefanyaje? Ukiwa nao wanakusaidia. Hapana, hata hizi timu kubwa zinalalamika. Yanga ngoja yani sasa hivi hatutopokea malalamiko yoyote kwa sababu issue ni quality. Ratiba wakati inakuja kutangazwa tulishaelezwa, na ndio maana waliruhusiwa kusajili wachezaji 40. Tunauchambua mpira na sayansi yake, hatuzungumzi maneno ya umane. Hivi Yanga waliposti barua msimu uliopita, wamesema siku 21 walicheza mechi 7 zilichangia wao kutopata matokeo kwa sababu ya kuchoka. Yanga hao walisema ile ikaonekana ni hoja, ila kwa Kagera tunasema sio hoja.